Hisia kali na cheche za maneno zinazidi kujiri kuhusiana na shehena ya silaha iliyokamatwa mjini Narok. Kwa mara ya pili mtawalia Waziri Mkuu Raila Odinga ameghadhabishwa na hatua hiyo na kutaka wote waliohusika na wanaojaribu kumtumia Munir kama kafara kukamatwa mara moja. Sasa huyo Munir ni mfanyabiashara tu hapa ya rejareja hapa Narok. Hiyo silaha ilifika je huko? Simama kuna watu ambao walikuwa wamehusika. Na hao watu wameshikwa, umesikia? Msikia ameshikwa. Raila alipuuzilia mbali madai ya afisa 15 wa utawala kutiwa mbaroni au kufanyiwa uchunguzi na kusema kuwa huenda taarifa hizo zisiwe za kweli, kwani sakata hiyo huenda ikawahusisha wakuu fulani katika kambi ya Embakasi. Unashika sungura na msongaleni, lakini ndovu umewacha na simba, manake unaogopa. Wandani wetu katika kambi ya Embakasi wanadai kuwa wakuu wa polisi wa utawala fulani wanajaribu kutumia propaganda za kuwafanya Wakenya kuwa na imani na uchunguzi wao ambao hadi kufikia sasa haujazaa matunda. Aidha, inadaiwa kuwa afisa mmoja mkuu wa utawala aliye na ushawishi mkubwa serikalini na anayeogopewa na maafisa wadogo kama moto wa kuotea mbali anajaribu kutumia kila mbinu kuzuia uchunguzi zaidi kufanyika. Sasa mtu atakwambia yeye ati sisi tutafanya uchunguzi. Uchunguzi gani? Silaha imepatikana hapo, utaanza kwanza na pale ambazo zilitoka kwenye factory mpaka hapo. Siku chache tu baada ya runinga ya KTN kupeperusha taarifa za kuwepo kwa kikosi cha siri katika kambi ya Embakasi, sasa inadaiwa kikosi hicho kimeondolewa hapo na kupelekwa hadi maeneo ya Shauri Moyo. Iwapo madai ya Raila ni ya kweli, basi ni dhahiri kuwa sheria za nchi zimefanyiwa mzaha, hali ambayo ni ya kusikitisha zaidi. Muhammad Ali, KTN leo. Mwendo haraka haraka kwa mwendo wa pole.